Sitoacha kuwakumbusha kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, suluhisho lako ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai ndani ya Mafia na Sikukuu Kariakoo. Wanatuma mikoani, yani delivery ipo, lakini bei zake ni kitonga mno. Namba za simu ziko hapo chini, fanya mawasiliano ili upate kilicho bora. Naam, bwana, kama ulikuwa haujui au umesahau, basi nakukumbusha. Katika bara la Afrika, yale mataifa yote 54 wanachama wa CAF, kuna mataifa 12 ambayo tunafahamu kwamba mataifa 12 haya katika ligi za CAF kwa ngazi ya klabu, yani shirikisho na ligi ya mabingwa, mataifa 12 ya juu kabisa kwenye viwango vya ubora yanawakilishwa na klabu 4. Kila taifa lina nafasi ya kutoa timu 2 kwa maana ya ligi ya mabingwa moja na kombe la shirikisho moja. Lakini kuna mataifa 12 yanawakilishwa na klabu 4, na hayo ni yale mataifa 12 ya juu kabisa kwenye viwango vya ubora. Miongoni mwayo pamoja na Tanzania. Sisi tuko pale tukiungana na mataifa mengine 11. Lakini sasa tunakwenda kuangalia nafasi ya Tanzania kuendelea kuwa na timu 4 katika group stage, na timu zipi zina nafasi ya moja kwa moja kwenda na mgawanyo wake uko vipi. Lakini kabla ya huko, katika mataifa 12 ya Afrika ambayo yanawakilishwa na klabu 4, tayari tunapozungumzia katika mzunguko wa kwanza wa hatua hizi za awali, ule mzunguko ambao umepita, ambao timu za Tanzania zote zilifaulu kabla hii hatua ya pili, nadhani tumeelewana. Katika mzunguko ule wa kwanza mpaka kufikia katika mzunguko huu wa pili, tayari kuna mataifa 6 yameshapoteza baadhi ya timu zao. Yaani kuna baadhi ya timu zimetolewa, wengine wamebakia na timu 3, wengine wamebakia na timu 2, wengine wamebakia na timu 1 hivyo. Lakini sisi Tanzania pamoja na mataifa mengine 5, jumla mataifa 6, tumebakia na timu zetu zote 4. Sasa mataifa hayo ni yapi na sisi nafasi yetu ni ipi? Mataifa 6 ambayo yamesalia na timu 4 zote, kwa maana 2 ligi ya mabingwa, 2 kombe la shirikisho. Kwanza ni Tanzania yenyewe, pili ni Misri, 3 ni Afrika Kusini, 4 Morocco, 5 Tunisia, 6 Algeria. Hayo mataifa 6, klabu zake zote 4 zipo katika hatua inayofuata, kwa maana hatua hii ambayo tupo sasa hivi. Sasa katika mataifa 6 haya ambayo tumezungumzia, maana yake nusu ya mataifa 12 kwenye viwango vya ubora, mataifa 6 haya so far tunapozungumza kuna uwezekano wa kupungua timu. Kwa nini? Kwa mfano, taifa kama Tunisia na Algeria yanatoana yenyewe, yani kuna timu zimekutana, ya Tunisia na ya Algeria zimekutana. Kwa mfano, JS Kabylie ya Algeria inakutana na US Monastir, na mechi ya kwanza imechezewa Tunisia na JS Kabylie ya Algeria imeshinda mabao 3-0. Maana yake automatic kuna mmoja katika hawa wawili atatolewa. Kwa hiyo kati ya Algeria na Tunisia kuna mmoja atapoteza mwakilishi mmoja. Katika mechi hiyo tafsiri yake JS Kabylie wana nafasi kubwa kwa sababu wameshinda ugenini mabao 3-0. Tafsiri yake mechi ya pili Kabylie anarudi Algeria kwenda kumpokea US Monastir kutoka Tunisia. Maana yake kuna nafasi ya asilimia zaidi ya 70 kuona timu ya Tunisia mojawapo isiwepo katika hatua ya makundi. Hiyo ni taifa la kwanza. Maana yake tukitoa Tunisia, of course tukitoa Tunisia, ukitoa Algeria, hivyo itakavyokuwa, maana yake zinabakia timu 5, mataifa 5. Mataifa 5 haya mengine ambayo yamesalia, taifa ambalo lipo katika danger zone ya kupoteza mwakilishi wake mwingine ni pamoja na Afrika Kusini. Nasema hivyo kwa sababu katika klabu zao zote 4, klabu ambayo imeshinda ni moja tu, kwa maana ya kupata matokeo ya ushindi katika mzunguko wa kwanza, katika mguu wa kwanza wa hatua hii ya pili. Yenyewe ni Mamelodi Sundowns. Lakini Stellenbosch wametoa sare ugenini, wana nafasi of course ya kushinda Afrika Kusini. Kaizer Chiefs wametoa sare ugenini kule Lubumbashi dhidi ya AS Simba ya DR Congo. Lakini timu ambayo inatoa dauti ya moja kwa moja au dauti kubwa zaidi ni Orlando Pirates, ambao wenyewe wamepoteza dhidi ya Saint Louis Lupopo ya Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Inawezekana kwenye football wakageuza matokeo na kwenda hatua inayofuata, lakini sio kazi rahisi kwa Orlando Pirates kuondoa Saint Louis Lupopo. Lakini hizi klabu nyingine 2 kwa maana ya Kaizer pamoja na Stellenbosch na wenyewe wana kazi ya kuifanya ili kuingia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo kama ikitokea Afrika Kusini naye akang'oka, basi
kuna uwezekano mkubwa timu 4 za Tanzania kama zenyewe zitapita, tutakuja kuangalia pia nafasi yao, kama zenyewe zitapita, maana yake zinakwenda kuungana na timu nyingine kutoka katika hayo mataifa ambayo yamesalia, kwa maana ya mataifa, inasalia mataifa matatu sasa hapo, kwa maana ya Misri, Algeria pamoja na Morocco. Lakini wenyewe pia lolote linaweza kutokea, hiyo tunaweka tu akiba ya maneno, lolote linaweza likatokea pia. Sasa tukiachana na huo muktadha, sisi wenyewe sasa wa Tanzania kule inatakiwa tupeleke timu zetu zote 4 ili mradi tuendelee kujisimika katika nafasi za juu kabisa kwenye viwango vya ubora vya CAF kama taifa, yani ligi yetu iwe katika hatua za juu. Timu zetu sisi ambayo ina nafasi kubwa zaidi ya kwenda katika hatua hiyo ya makundi mpaka sasa, kama tunaweka kwenye asilimia, basi hii ina asilimia zaidi ya 90 au 95 unaweza ukawapa hapo, ni Simba Sports Club ambayo yenyewe ilipata ushindi ugenini dhidi ya Nsingizini Hotspurs, ushindi mnono wa mabao 3-0. Maana yake nini? Kama Nsingizini Hotspurs wanahitaji kuwaondoa Simba, basi inabidi wakija uwanja wa Mkapa wamfunge Simba mabao si chini ya 4-0, yani margin ya mabao 4-0 wapate ushindi huo ili waweze kuitoa Simba. Simba kwenye kumbukumbu zake, kwenye historia yake ya kandanda, hususan tukitrace kwenye miaka hii ya investment, haijawahi kutokea Simba akapoteza taifa kwa margin ya mabao 4-0 kwa timu ya kigeni yoyote katika mashindano yoyote ambayo wamecheza, kwa maana hizi za Kiafrika, yanazungumzia mashindano ya CAF ambao wamecheza, iwe shirikisho iwe katika Champions League, hawajawahi kupoteza margin ya mabao 4-0. Kwa hiyo inahitaji maajabu kwelikweli ya kandanda ili kuona Nsingizini Hotspurs wakikatisha safari ya Simba. Lakini so far tunapozungumza, Simba ana asilimia kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Ndio timu nambari 1 Tanzania kwenye percentages ya kwenda hatua inayofuata. Timu ya pili ambayo ina nafasi kubwa ya kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya group stage ni Azam. Wenyewe wamecheza na KMKM mechi ya kwanza uwanja wa Amani kule Zanzibar na wameshinda mabao 2-0. Tafsiri yake, ili Azam itolewe, basi inabidi ifungwe mabao si chini ya 3-0 au margin ya mabao 3 inabidi waipate KMKM. Kwa hivyo ni kitu kigumu, of course inawezekana kwenye football, lakini ni kitu kigumu kwa KM kumfunga Azam Complex pale. Azam hii ambayo inaonekana kuwa threat, inaonekana kuwa bora zaidi kwa hiki ambacho anakionyesha chini ya Jean Florai Benge. Kwa hiyo inawezekana kwenye football, lakini ni ngumu. Upande mwingine ni Singida Black Stars, na wenyewe wana nafasi kubwa. Azam ukipima percentages unaona wana nafasi zaidi ya asilimia 75 ya kwenda hatua inayofuata. Singida Black Stars wana nafasi ya asilimia zisizopungua 60 kwenda hatua inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu mechi ya kwanza walilazimishwa sare ile ambayo ilichezwa kule Bujumbura Inuari dhidi ya Flambeau du Centre, na matokeo yale yanampa advantage Singida kwa sababu wamefunga goli la ugenini. Anahitaji ushindi wa aina yoyote au suluhu, kwa maana sare bila kufungana hapa. Manake Flambeau du Centre ili aweze kuitoa Singida anatakiwa apate ushindi wa goli 1-0 au margin ya goli 1, au atoe sare ya kufungana kuanzia mabao 2-2 kwenda juu. So hiyo inawezekana ikawa ni faida kwa Flambeau du Centre, lakini ni kazi ngumu pia kuweza kumfunga Singida hapa. Inawezekana, lakini kwenye football ni kitu kigumu. Tukija kwa upande wa Young Africans, wenyewe katika rate ya nafasi katika timu zote 4 za Tanzania, wenyewe nafasi yao kwenye hizi 4 wao ndio iko down zaidi, kwa maana wamepoteza mechi yao katika uwanja wa ugenini dhidi ya Silver Strikers kule uwanja wa Bingu National Stadium kule Lilongwe, Malawi. Kupoteza goli 1-0 maana yake kwanza Yanga ni must win match, yani lazima washinde. Katika timu hizo zote za Tanzania, Young Africans ndio timu pekee ambayo lazima ishinde ili iende hatua inayofuata. Hao wengine kuna wengine hata kama wakipoteza kwa margin ndogo wanabakia wanakwenda. Kuna wengine hata sare inaweza kawafaa au suluhu inawafaa, lakini Young Africans ndio timu ambayo
inahitaji lazima ipate matokeo ya ushindi. Sare ya aina yoyote, suluhu aina yoyote haifai, lakini ushindi ambao wanaohitaji wao ni margin wa ushindi kuanzia magoli mawili tu, maana sio ushindi kawa yametosha. Hapana, ni magoli kuanzia mawili ili iweze kwenda hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya makundi. Kwa hiyo kazi ni kubwa, kazi ni ngumu, mbele yao ni mfupa mgumu Silver Strikers ambao wameonekana kuwa na ubora katika mechi ya kwanza. Namba kubwa ya viungo walifanya balaa kubwa tu, na hii ni mechi ya pili ya marudiano ambayo itapigwa uwanja wa Mkapa. Maana yake ni mechi ambayo Young Africans by any means do or die must win match. Kwa hivyo mwenyewe pia ana asilimia zaidi ya 50 za kuweza kwenda katika hatua inayofuata. Good thing ni kwamba wanarudi nyumbani, wanakuja katika ardhi ambayo mara nyingi wamekuwa wakifanya vizuri kutoka hapa katika kampeni hizi kwenda hatua inayofuata. So kama haya yote yatatokea in a positive way, maana yake tutazishuhudia timu zetu 4 zikiingia kwenye group stage. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania bara kutoa timu 4 ambazo itakuwa zimeingia katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Just imagine. Yes, na ikitokea la kutokea, basi huenda tukashuhudia timu za Tanzania zenyewe zikikutana, ingaje sio kitu rahisi. Kwa mfano Singida na Azam, kuna possibility kubwa kiingia group stage kwenda katika poti D. Yaani wote wanakuwa poti D kwa sababu ndo mara ya kwanza wamequalify kwenda group stage. Kwa upande wa Simba na Young Africans, wote wana nafasi ya kuwa katika poti moja ambayo ni poti B. Hii tumeshaliangalia sana kwa mapana yake, lakini so far tunapozungumza mazingira ndio yako hivyo. Sasa wewe kwenye comment hapo unaweza kuweka comment yako. Unaona sawa timu zote zina nafasi ya kwenda, au unaona kuna yupi ambaye huenda tukamuacha? Weka comment yako katika comment section, andika hapo kwamba hizi 3 zinakwenda au hizi 2 zinakwenda au moja tu itakwenda, fulani na fulani hatakwenda. Weka comment kwenye comment section. Lakini wakati huo nitumie fursa hii kukukumbusha kwamba kwa wale wote ambao wanahitaji spare za pikipiki, za bajaji na maguta, basi make sure unafika katika duka la ABY Genuine Spare Parts au King Masai Shop ambayo inapatikana Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu, kwa ajili ya kupata spare zilizo bora kabisa kwa bei nafuu, jumla na rejareja. Lakini delivery ipo, wanatuma mikoa yote ambayo kuna uhitaji wa hizo spare. Yes, kwa hiyo namba za simu zipo hapo kama ilivyo ada. Fanya mawasiliano nao kwa ajili ya kupata spare zilizo bora. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.